Eneo hili mimi ndo nalifahamu kama ilikuwa eneo la wazi tangu mapema, lakini baada ya muda fulani akatokea mwekezaji, tukamridhia sisi kwa taratibu zetu na tukampitisha mnamo husika, lakini sasa alipofika huko juu huko ikabidi ikagundulikana kwamba pana michoro, ina maana pana mtu. Sasa kule ndio alikokwama sasa, lakini tena maeneo mengine yote hayo hayana masuala hayo. Katika shehia ya Mzuri hapa kuna viwanja 8 ambavyo vilipimwa na serikali baina ya mwaka 2011 mpaka 2013, ambao ni takriban miaka isiyopungua 13 mpaka hivi sasa. Kama ambavyo eneo mnaliona halijaendelezwa kwa kitu chochote, na tumemsikia sheha anatuthibitishia kwamba eneo hili wanalitambua kama eneo la wazi, na baadhi ya wananchi walikuwa wakilitumia kwa shughuli ndogo ndogo. Sasa tumelitembelea eneo hili ili kujiridhisha kama kumeendelezwa kwa mujibu wa sheria. Kama nilivyoeleza awali kwamba wananchi waliopatiwa maeneo haya wanatakiwa kuendeleza ndani ya miaka 2 baada ya kupewa. Leo kipindi hicho cha miaka 13 bado hakuna maendelezo yote yaliyofanywa, na sisi tumejiridhisha na hatua hiyo. Tutawasilisha ripoti yetu serikalini kama ilivyokuwa kwa maeneo yale mengine, ili hatimaye sasa serikali itoe maelekezo nini cha kufanya. Wito wetu kwa wananchi pale ambapo wanapatiwa maeneo kama haya na serikali, waweze kuyaendeleza haraka ndani ya kipindi cha miaka 2. Lengo la serikali wanapotoa maeneo kama haya yaweze kuendelezwa kama ilivyokusudiwa. Serikali inajaribu kuweka mipango ya makazi ili tupate makazi mazuri, tupate miji mizuri ambayo imeendelezwa vizuri. Kama mnavyoona hivi ni vichaka tu. Wakati serikali inatoa maeneo haya haikuwa na lengo kwamba miaka 13 baadaye tuendelee kushuhudia vichaka vya aina hii. Hapa palitakiwa pawe na mji mzuri ambao umepangwa vizuri, lakini leo tunaona hali ilivyo, maana yake lengo la serikali halikutimia. Sasa tutaishauri vizuri zaidi serikali ili iweze kuchukua hatua mwafaka zaidi kuhakikisha kwamba eneo hili ambalo lipo katika mandhari nzuri sana lingeendelezwa, lingeweza kutupa taswira nzuri, lakini pia lingeweza kusaidia ama jamii moja kwa moja au watu mmoja mmoja, lakini leo tunaona halina faida yoyote kwa wananchi wala kwa nchi, kwa sababu bado liko vile vile kama lilivyotolewa mwaka 2011 mpaka 2013. Kwa hivyo niendelee tena kuwanasihi wananchi, serikali haina nia mbaya ya kuwanyang'anya wananchi maeneo, lakini pia tunapaswa tuzisimamie sheria zilizotungwa katika nchi yetu. Sheria miaka 2 baada ya kupewa endeleza. Wapo wananchi wengine ambao wanahitaji maeneo mbalimbali ili waweze kuyaendeleza, ama kwa kujenga makazi au kujenga huduma za kijamii au miradi ya kiuwekezaji. Sasa tukiendelea kwa hatua kama hizi, kinachofuatia katika eneo kama hili ni uvamizi na kujengwa kinyume cha utaratibu, jambo ambalo linatuharibia taswira nzuri na image nzuri ya nchi yetu. Kwa ujumla katika shehia 3 tulizozitembelea ni wastani wa viwanja 300 vilitolewa na serikali: shehia Tasani, shehia Mzuri na shehia Kiongoni. Tafsiri ya uendelezaji ambayo tuliwasilisha kwa wananchi kupitia kwenu kwamba tunahitaji maendelezo ya nyumba, sio fence, sio ukuta. Ukuta sisi tafsiri yetu ni uhifadhi tu ili wananchi wasivamie, lakini hukuendeleza kama ambavyo serikali imeelekeza. Kwa mujibu wa sheria wanapaswa kunyang'anywa. Matumizi serikali ndio itapanga. Itaelekeza hapa pafanywe matumizi fulani, hapa pajenge ofisi ya sheha, hapa ajenge mkuu wa wilaya, hapa tujenge kituo cha mayatima. Serikali ndio itatoa maelekezo. Na kama unavyofahamu kwa mujibu wa sheria, mwenye umiliki au mwenye usimamizi wa ardhi ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amekasimu madaraka yake kwa waziri wa ardhi. Mimi kwa jina naitwa Mohamed Isa Change, katibu wa shehia ya Mzuri. Hii nimepokea vizuri tu, na baada ya zoezi hili itabidi tuwatafute wahusika, tuwake hii taarifa ili shughuli nyingine tena zifuatie.
yani kama kwa kufuatia kama kuna kuhusika huko au pengine kwa matumizi. Unajua, mwanzo tulijua, lakini si kwa kupitia kwetu. Unaona, tulijua tu, lakini mipimo yenyewe nini haikupitia kwetu. Watu wamekuja wamepimiwa, sisi hatukushuhudia chochote, na ikabidi wakapata kibali huku juu, wakateremka huku, lakini sisi tukawabloki kwa sababu serikali ya shehia inakuwa haina taarifa. Ndo mgogoro wenyewe huo sasa. Na ilikuwa waanzie huku, tupeane ridhaa, tunapelekwa kwa mkuu wa wilaya, anakwenda mkoani, halafu anakwenda ardhi anamteremsha kwetu. So huyu tumemkubalia kufanya hili na hili na hili, na sisi tunamruhusu, lakini hayo hayakufanyika.